Na mtazamaji, kama unavyoona nipo hapa katika eneo la Donholm Phase 5 ambapo tumekita kambi kujua hali halisi kuhusiana na ongezeko la mafuta hapo nchini baada ya ongezeko la asilimia kubwa zaidi kutokea katika karne hizi. Kwa hivyo mtazamaji, tupo hapa anga nikiwa nami Emmanuel Marwa kutoka Pepeta TV. Tuko hapa kuhusiana na masuala kama haya. Mwenzangu pia amekuwa kwenye maeneo mengine na pia niko kwenye maeneo haya kutathmini hali halisi kuhusiana na ongezeko hili la mafuta. Ukiangalia katika upande wangu wa kulia, kama mwelekezi wangu wa kamera anaweza kuelezea jinsi hali ilivyo kutokana na kile ambacho tunakiongelelea, ni kwamba hata sasa hivi ni magari machache mno ambayo yanashuhudiwa katika sehemu hizi. Ukiangalia ni magari machache zaidi yanashuhudiwa kwa sababu ya kitu ambacho tunasema mgomo ambao uliweza kutangazwa hapo wiki jana kuhusiana na ongezeko la bei ya mafuta. Kuna baadhi ya unions ambazo zilikuja zikaungana kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya mgomo huu, kuenekeza na kuelezea hususan hali halisi ambayo imetokea mtazamaji. Lakini kwanza kabisa nimeweza kupatana na mzee hapa ambaye ana mawaidha na maoni kuhusiana na ongezeko na pia na kilio chake kuhusiana na kile anachokitaja ongezeko la bei mafuta. Labda moja kwa moja mzee, labda kwa kujitambulisha jina, unaitwa nani, kisha tuambie jinsi hali ambavyo imekuaffect vipi kuhusiana na ongezeko la mafuta kama usafiri. Mimi kwa majina naitwa Meshak Wanyama, nikiwa mkaaji wa hapa Donholm Harambee Sacco. Tunaridhika na mambo ya mafuta, hatujui tusese tufanya nini. Kwa maana ukiangalia saa hii barabara yote vijana wanasimama, watu wanatembea, wanateseka, wamama hata mboga, hatujui leo watu watakula nini. Kuhusu mambo ya mafuta, mambo hayo mafuta inaongelewa, mafuta inashukishwa kidogo kutanganya wananchi, ikifikia mafuta inapanda. Na safari hii mafuta inapanda mpaka kila hata mtoto mpaka anasema rais wetu, kwa nini hii kiwango hawezi kudhibiti mpaka mafuta ishuka mpaka wananchi wa Kenya wasilalamike? Kila inji yote mahali ukienda, kila mtu analia, maisha iko juu, hatuwezi pata vizaa ambazo zinatakikana. Watoto kwenda shule hawajaenda shule kwa maana hakuna magari. Mpaka na sasa tunajua ya kwamba hii Kenya tunaelekea wapi. Sasa hii rais aliona hii kitu inakuja kutokea, sasa hii anapanda ako nje, anawacha wananchi wake ikiwa wanateseka. Kweli hii ni haki? Tunajiuliza wa Kenya, hii ni haki mahali tunaelekea? Na hii kitu ikaitokea mpaka sasa hii inatokea na tunashindwa tutafanya nini? Kwa sasa hii hata hospitali wale ambao wako wagonjwa kufika hospitali inakuwa ngumu. Watu wanapepa, ninakuwa sehemu za Mama Lucy, watu wanapepa watu kwa mkongo. Hakuna gari wanaleta na mpaka wanatembea wakileta hospitali. Hii maisha tutaenda mpaka lini? Tunashindwa kujua. Rais wetu anasikia kilio. Rais wetu hataka kusikia kilio cha mwananchi. Na mwananchi ndio alifanya akakuwa mahali yako hapa mpaka na saa hii. Na bado anataka 2 term. Ikiwa tutaona hivi, hakuna cha 2 term. Hakuna mambo ya 2 term. Kama kilio rais ambaye tulichagua hawezi jali wananchi wake, yeye anatoka Kenya anaenda nje anawaje watu wanataabika. Alafu anatuambia 2 term. 2 term hiyo tutakataa. Na wananchi wanaamua. Angalia watu bila wanazunguka, wanatembea. Freedom hakuna Kenya. Tuelekee wapi? Uganda ambao mafuta inapita Kenya, mafuta iko chini. Na mafuta inatoka Mombasa ikienda Uganda. Ukienda Tanzania mafuta inatoka hapa ikienda Tanzania. Mafuta itakuwa aje juu na Kenya sisi ndio tuko na mafuta? Tutakuwa tuko wapi? Ukija kuambiwa wanasema vita zinapikana huko juu. Vita zinapikana huko juu zinakuhusu na nini? Siwaende waambie Trump wasitishe mambo ya kupikana basi. Hatujui itaelekea mpaka lini. Lakini hapa iko bwenyenye wa mafuta ambao wanafaidika kwa hii mafuta. Na hii mafuta inangojea tu ipande hivi. Wakati tutaingia election, hii mafuta watakuja kutanganya nayo watu wataramushi, ndio wapata kura. Kwa saa hii hakuna hii mambo ya 2 term. Kama itaendelea hivi hakuna mambo ya 2 term. Mwananchi anataabika. So kwa yayo ndio niko nayo. Lakini kama rais mali yako ananisikia, aenda haraka iwezekanavyo apunguze mambo ya mafuta, watu warudi kwa njia ya kawaida. Labda watu wangependa kujua
Watu wangependa kujua jinsi hali ambavyo ilivyokuwa kutoka asubuhi. Magari yamekuwa yakitembea ikiweza kuendeshwa katika barabara hizi za Savana na Manyanja Road katika maeneo ya Eastlands. Hakuna magari inaendelea, magari inesimama, kila mtu anepaki aneweka gari yake, kwa maana ni kitu ilisema kana wananchi wanafinyiliwa. Hata hao wanaona kitu mzuri wakasema tuweka magari, tulilia wananchi pia, kwa maana wakiweka itakuwa tunesoea, tunateseka mpaka lini? Ndio unaona saa hii hakuna gari yoyote iko kwa barabara. Kwa hivyo inasemekana kwamba wao unaunga mkono mgomo huu kuendelea. Mimi naunga mgomo iendelee, na kama rais anasikia achukua hatua ya haraka kusitisha hii mgomo. Kama itakuwa hivi, inji itakuwa mbaya. Labda ni maoni gani uko nayo kuhusiana na serikali, kuhusiana na uchumi wa taifa na ongezeko la mafuta, bei ya mafuta hapa nchini, ili weze kuelewa ni nini ambacho labda ungetaka wewe kama mwananchi wa kawaida? Mimi ningetaka rais kama yeye ndio tulimpatia power kwa kiti, asikie kilio cha wananchi, na kusikia kilio cha wananchi ni kwenda kujua ya kwamba hii neno ya mafuta watatafuta njia gani ya kusimamisha mafuta kuongezeka. Wakisimamisha mafuta kuongezeka, hii nchi tutakuwa sawa. Lakini ikiwa watadhibiti mafuta, inakuwa tu mtu akiamuka anatusema hivi anaongezea, hatutakuwa freedom tutakuwa tunekosa. Tutaendelesha aje? Vijana wanashinda hata kuoa. Ndio unaona saa hii wanatembea wakiongea. Saa hii hawana kazi, ndio hawa wako hapa hawa. Tutafanya nini? Si uongezeki wa mafuta, watafuta mbinu ila watadhibiti hii mafuta, ndio inji irudi kawaida bila tulikuwa.